Naitwa Siti Abasiali, mkurugenzi idara ya maendeleo ya jamii, jinsia na watoto. Tumefika hapa katika wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, ikiwa lengo na mazumuni kuja kuongea na wajasiriamali, na hawa wajasiriamali tumetaka kuonana na vikundi vyote vya wajasiriamali ambavyo vya wanawake, na lengo kuu haswa kuvitambua vikundi vyote, lakini pia kutambua vikundi ambavyo vimesajiliwa na vikundi ambavyo havijasajiliwa, lakini pia kufanya utambuzi na kuhamasisha wanawake ambao hawajaingia kwenye vikundi lakini wako nyumbani tu wanasubiri huduma za ndani. Kwa hivyo wale pia tumekuwa tunawahamasisha kuwa wajitokeze na kujiunga kwenye vikundi vya wajasiriamali, kwa sababu lengo kuu la serikali ni kuhakikisha kuwa wanaviwezesha vikundi kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Na tunashukuru sana serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar na ya Tanzania imeweka mikakati ya makusudi katika kuwainua kiuchumi wajasiriamali wanawake. Kwa hivyo ni lazima tukae nao wajasiriamali, kuwafundisha na kuwapa njia vipi wataweza kusajiliwa ili aweze kupata huo mkopo soriba, lakini pamoja na kuviwezesha kuona kuwa ni umuhimu wa kuchukua mkopo, kwa sababu tumegundua kuwa kuna baadhi ya vikundi wanahisi kuchukua mkopo kama sio lazima, lakini vikundi vingine unaona wanania kuchukua mkopo lakini hawajui watafanya biashara gani. Kwa hivyo ni kuwapa uelewa kuwa vipi wataweza kutunza fedha, vipi wataweza kuinuka, vipi wataweza kufanya biashara, lakini pia kuwaunganisha na watu ambao wana uwezo ambao wataweza wa kibiashara, ambao wataweza kuwapa njia ya kuendeleza biashara zao. Mimi niseme tu kuwa nawashukuru sana wenzetu wa wilaya ya Kati katika vikundi hivi vya wajasiriamali kwa jinsi walivyojitokeza. Naitwa Salma Bariki Juma, mratibu mkuu wa majukwaa Zanzibar, lakini ni mkuu wa division ya gender ndani ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto kwenye idara ya maendeleo ya jamii, jinsia na watoto. Tumeamua sasa tutoke kabla hatujaanza rasmi na kazi hiyo, kwa sababu ndani yake pia kuna mikopo ambayo watakopeshwa wajasiriamali wanawake. Sasa kwa kutokana na kazi zetu za kawaida za idara na ya division, tumeamua sasa kutoka kwenda wilaya hadi wilaya ili kwenda kuvihakiki vikundi vya wajasiriamali ambapo vipo hai na vimesajiliwa, lakini tujue na vipi havijasajiliwa, lakini na kwa vile ambavyo vimeomba usajili mpaka leo hawajavipata, ili tuweze kuwapush. Mikopo ambayo inatolewa huku kwenye ASA au makampuni mengine ambayo sio ya kampuni ndogo ndogo, ina maana yanawakwamisha wamama wengi kuendelea na kujikwimu kimaisha. Nyuma tulikuwa tumekata tamaa kweli, lakini sasa hivi tutashukuru alhamdulillah na maneno hapa ambayo tulioambiwa tuliyasikia. Kwa hivyo kidogo tumefurahi roho zetu. Yaani tuna imani ya kuwa tutaenda mbele wanawake. Biashara zetu ambazo za kikundi unachukua faida ambazo tunazo katika kuendesha biashara zetu. Tunakopeshana, tukitaka unarudisha. Kwa hiyo mtaji unaendelea kuzidi kukua. Wito wangu kwa wenzangu, waandae nao vikundi vyao vile kama vya kwetu, watapata manufaa.